Mshambuliaji wa kikosi cha Young Africans Laurindo Dilson Depu amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari, akiwashinda beki wa Simba Rushan De Rock na kiungo mshambuliaji wa Azam Football Club Idi Suleiman Idi Nado. Depu alionyesha kiwango bora katika mwezi huo, akifunga magoli mawili katika mechi 2 alizocheza, huku akitumia dakika 157 akiwa na uwiano wa kufunga bao moja kwa kila mchezo. Miongoni mwa mchezaji ambaye amejitambulisha katika kipindi kifupi, ukiachana na rekodi yake ambayo kwenye michuano ya Kosafa alibuka mfungaji bora, akaenda kuelekea Poland na kadhalika. No doubt mchezaji mzuri Idi Nonga. Wakati wengi tunaamini mchezaji ambaye anakuja kwenye dirisha dogo, kwanza kwenye mentality tu ya kawaida ya kwenye football, basi mchezaji aje kuongeza kitu, deliver moja kwa moja. Tuliona mifano mingi hasa kwenye ligi yetu. Kuna wakati Jonathan Soa, kama unamkumbuka, wakati anakuja Singida Black Stars kwenye michezo 13-14 hivi alifunga mabao ya kutosha. And then Yanga hiyo akatuletea kwa Depu ambaye alikuja kwenye kikosi chao. Wengi tuliamini amekuja ku-add kitu, na kwenye michezo tu ya mwanzoni wakati amecheza mchezo dhidi ya Mashujaa kwa mechi yake ya kwanza tu, Depu alideliver na akafunga kwenye ile mechi. Kupita kwenye mwezi Januari tukaamini atakuwa na muendelezo, na alikuwa hivyo. Kuna mechi alicheza mechi takriban 5-6 hivi, alikuwa na mabao 5 aliweka kimiani tayari. Huyu tayari ameshakuwa mchezaji mzuri. Huo hatari tayari hapo anao. Kwa hiyo kwenye mwezi Februari ambaye amekuwa mchezaji bora, hautoshangaa kwenye mabao yake ambayo amefunga kwenye mechi 2 mfululizo. Kuna mechi ambayo amecheza dhidi ya Namungo ambayo alicheza kule Majaliwa, kwenye michezo mingi ambayo Namungo alicheza kupoteza mchezo wote. Depu ameenda pale akiwa na Yanga kwenye alama 3 ambazo kama Yanga watazungumzia walizochukua kwenye uwanja wa Majaliwa, basi tutamzungumzia Depu ambaye aliconvert kwenye mkwaju wa penalty, akaondoka na alama 3 muhimu ambazo waliondoka nazo Young Africans. Bado hiyo inakupa uhatari zaidi kwa mchezaji. And then utaibadilisha hiyo, utaenda kucheza kwenye mechi ya mwisho ambao kabla kucheza dhidi yao ya mtaani, kwa maana mechi dhidi ya JKT ambao Yanga alishinda mabao 5. Lakini kwenye mabao 5 inawezekana mtu akaichukua idadi ya mabao 5 asitafute umuhimu wa bao la Depu, lakini ukiingiza kwenye umuhimu wake, yeye ndo ambaye alifungua njia, ndio alifunga bao la kwanza kabisa kwenye mchezo ambao Young Africans alishinda mabao 5. Kwa hiyo kama ni mchezaji huyu amefunga bao la kwanza, mabao 4 mengine yakaflow kule mbele, unamuingizia kwenye huo muhimu. Kwa hiyo kwenye alama 6 ambazo Young Africans walizipata kwenye mwezi huu ambao umepita, mabao 2 muhimu ambayo Depu amefanikisha kuipata Yanga, kuyapatia Yanga, ukiweka vis-a-vis washindani wake ambao wameingia, Rushan De Rock kwenye michezo ambao amecheza, lakini pia Idi Suleiman Nado, bado Depu kwenye uthamani wa alama 6 ambazo ameiwezesha Yanga, lakini kwenye alama 3 muhimu ambazo ameziwezesha dhidi ya Namungo, na unaelewa kamati kwa nini imeamua hivyo na kumpa Depu. Lakini pia unaweza kuichukua hiyo kwenye aina ambao ameingia. Ukimchukua Nado ameanza akiwa na Azam FC kwenye ligi, ukimchukua Rushan De Rock wakati ligi inaanza yuko na Simba Sports, lakini ukimchukua Depu kama utamhesabia kwenye probability ya kufanya vizuri, hasa kwa mchezaji wa dirisha dogo, inaenda favor zaidi na inampata Depu kwa sababu mchezaji mgeni, ameingia kwenye timu mpya, lakini pia sehemu ambayo ameingia kwenye eneo la ushambuliaji unahitaji ufunge, na amedeliver hiyo. Kwa hiyo kwangu amedeserve na amestahili kuwa mchezaji bora kwa mwezi huu wa pili. Michael, ukimwangalia Depu kiufundi anakupa nini kiwanjani? Ana tofautiana nini na washambuliaji wengine ambao wapo ndani ya Young Africans? Kwa sasa kwa washambuliaji ambao wako kwenye kikosi ya Yanga unamtaja yeye Depu pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Wengine ambao wanabakia sio washambuliaji wa mwisho hivyo. Pengine utaona mtu kama Emmanuel Mwanengo ambaye hauwezi ukamtemu kama striker wa moja kwa moja kusimama kwenye eneo la juu. Unaweza ukamfaidi zaidi akiwa anacheza kwenye nafasi ya pembeni ama nafasi ya kuwa na mshambuliaji mwingine. Lakini kwa Depu, vitu ambavyo vinamtofautisha na wachezaji wengine ambao wako kwenye nafasi yake, ndiye mchezaji ambaye anaweza akakupa faida ya kuwa standing striker kwenye eneo la mwisho la kiwanja. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia style ya kucheza ambayo yuko nayo Depu na ambayo yuko nayo Prince Dube, tunajua Dube ni mchezaji ambaye mara nyingi anafurahia zaidi kucheza akiwa anatokea pembeni, ama wakati mwingine kwa siku za hivi karibuni pia amedhihirisha akiwa anacheza nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, kama ambavyo alifanya akiwa na Zimbabwe kwenye national team wakati wa finali za AFCON kama nakumbuka. Kocha alikuwa anamtumia hivyo mara nyingi na alikuwa na deliver vizuri akiwa hapo.
lakini unajua pia hata wakati akiwa na Azam FC ni mchezaji ambaye ulikoona akiwa anatokea maeneo ya pembeni hivi, asiwa anakutana na mlinzi kwenye ile migongano ya hapa na pale, anakupa kitu ambacho ni faida zaidi. Lakini kwa Depu ni mchezaji ambaye unaweza kaona hata katika nyakati ambazo timu inamhitaji mshambuliaji ambaye atakuwa na uvumilivu kwenye eneo la katikati mbele ya usawa wa goli, Depu anaweza akaifanya hiyo kazi kwa usahihi zaidi. Anaweza asiwe anatamani sana kutoka kwenda wide, itatokea kwenye incidents ambazo mpira una slide kwenda upande huo, kwa sababu sio kwamba ukiambiwa usimame kama striker wa mwisho ndo muda wote huko hapo hapo. Kuna muda game situation inakufanya kuslide, kwamba timu ipo kulia utaslide kwenda kulia kidogo, timu itavuta kwenda kushoto na utavuta kwenda kushoto kidogo. Wakati mwingine unalazimika kushuka chini kidogo kwa sababu pengine huduma haifiki kwa wakati, unataka kwenda kusaidia. Lakini angalia kile ambacho anakifanya kwa usahihi akiwa kwenye eneo la juu la kiwanja, kwamba sisi kama timu tutakavyokuwa tunatengeneza mashambulizi yetu, tukiwa napiga cross, tumkute mtu ambaye yuko pale anaenda kuifaidi hiyo cross. Alifunga goli moja ambayo alipigiwa cross na Israel Mwenda kama unakumbuka. Ilikuwa ni cross ambayo Israel alivyoipiga alikuta kuna mtu tayari yuko pale juu. Kuna magoli ya kichwa ambayo amefunga kwenye mashindano tofauti tofauti. Unaona faida hata kwenye ligi, unaona ni faida ya yeye kuwepo kwenye lile box wakati timu inatengeneza mashambulizi. Kwa hata kwa sasa unaweza kuona Yanga anapata faida nyingine ya uwepo wa Depu, kwamba hata katika nyakati ambazo utakuwa unashambulia, hiyo ndio goli ambalo nalisemea hapa la ambalo pasi ilitoka kwa Shabalala Duke. Kwa Duke. Yes, kwa hiyo unaweza kuona alifunga pia goli linafanana na hilo. Pasi alipiga Israel Patrick Mwenda. Ilikuwa ni short corner, wakaweka akaipiga tena. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba pengine uwepo wa Depu kiufundi kwenye timu, mara nyingi wanaamini kwamba tukienda wide, tutakapoipiga cross ama tukiseti mpira ndani, tutakutana na uwepo wa mtu ambaye atakuwa na uhakika wa kupiga mipira ya kichwa. Ndio maana moja kati ya sifa ambayo kwa sasa utahitaja kwa Depu ni mchezaji ambaye kuconvert mipira ya kichwa yuko sawa sawa kuliko washambuliaji wengi ambao wako kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa nini? Kwa sababu ya positioning yake ambayo mara nyingi huwa anaifanya, kwamba ni mshambuliaji ambaye atakuwa na uvumilivu kwenye ile eneo la katikati mbele ya usawa wa goli, kiasi ambacho cross zitakavyokuwa zinapigwa mna uhakika kwamba kuna mtu ambaye atakuwa anakutana na mipira. Ilikuwa ni ngumu kuona Yanga akipiga cross wakati akiwa na mshambuliaji Prince Dube peke yake, kwa sababu mara nyingi haumkuti akiwa anaenda kushindania kwenye hiyo mipira ya juu. Kwa hiyo mnaweza mkao mnapiga cross afu mkao kama mnatoa sadaka kwamba mmepiga cross, mmekamilisha jukumu la kupiga cross, lakini mmepiga cross na anaenda kudeliver hiyo cross. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwenye kutekeleza mpango. Lakini uwepo wa Depu unaweza kuona kuna faida nyingine ambayo Yanga anaipata, na pengine hata hizo sifa ambazo unampa kwamba ni mshambuliaji ambaye yuko vizuri kwenye ile duels, ni kwa sababu ya positioning yake, lakini uvumilivu ambao yuko nayo na sifa binafsi ambayo yuko nayo tofauti na mshambuliaji mwingine kama Prince Dube.